Mimi binafsi kwanza najifunza kwanza kiongozi yupo kwa ajili ya watu na kiongozi anawajibika kwa wananchi wake. Kiongozi kazi yake kubwa ni kuwatumikia wananchi. Kwa hiyo kama kuna kitu amehisi kwamba hawezi akawatimizia matakwa ya wananchi kwa ukamilifu, yeye akiwa kwenye nafasi ile akiwajibika, sio kitu cha ajabu. Nchi yetu ina wananchi sasa hivi tuko almost milioni 68. Hawa milioni 68 wote wana haki na taifa lao na wote wana haki ya kuliongoza taifa hili. Kwa hiyo kama kuna mtu mmoja ambaye amefika sehemu akaona kwamba pengine kwa namna moja au nyingine hawezi akaitendea haki ile nafasi, ni haki yake kukaa pembeni kuhakikisha kwamba vijana wengine na watu wengine wa Tanzania wengine wenye uzalendo na taifa lao wanashika hatamu ile na kuhakikisha kwamba taifa lao linakwenda kusonga mbele. Mimi cha msingi tu niseme tu ajifunze. Kwa mfano kama mimi mbunge nikiona kwamba sitoshi kuendelea kuwatumikia wananchi wa Kasulu vijijini, siwezi nikarudi 2030. Na pengine hata kabla ya 2030 naweza nikafanya maamuzi. Kwa hiyo mimi nafikiri of course kuna changamoto pia, baadhi ya watu wengine wanasema tamaa, greed ya madaraka. Kunakuta mwingine nang'ang'ania mpaka pengine wananchi waanze kutaharuki, waandamane, wafanye nini. Kwa hiyo mimi nafikiri hili ni jambo pia la kujifunza kwa kiongozi ambaye ameona kwamba akae pembeni. Ni jambo kubwa la kujifunza, wawe na uzalendo na taifa lao. Wakiona kwamba ile nafasi hawawezi wakaitendea haki, wakae pembeni tu mara moja, ili Watanzania wapate kijana mwingine au wapate mtu mwingine anayeweza kawa na sifa na nguvu na nia ya dhati ya kumsaidia Mheshimiwa Rais na kuwatumikia Watanzania kwa weledi mkubwa na kuwatendea haki Watanzania. Yes. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa ufupi tu ni hivyo kwamba kama kuna mtu ambaye anahisi nafasi yake haitendei haki au hawezi akaitendea haki kwa kikwazo kimoja au kingine, ni bora tu akakaa pembeni, awapishe Watanzania wako zaidi ya milioni 38, zaidi ya milioni 68, walitumikie taifa lao, walijenge taifa lao kwa utulivu kabisa bila